السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia pamoja na kumsalimu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ikhwata al-iman, hii ni majlisi yetu ya mwisho, na katika majlisi hii biidhnillahi al-karim tunamaliza kwa kutaja nukta ya msingi kabisa ambayo hawaitambui masufi akina Saidi na walio mfano wake katika mlango huu wa kutambua karama za mawali. Na kwa sababu ya kutokuutambua kwao msingi huu na kanuni hii, ndiyo maana wamepotea katika mlango huu na wakawapoteza watu wengi wasiokuwa na maarifa. Watu wengi wasiokuwa na maarifa ambao ni wasikilizaji, wanawasikiliza masufi wanawapoteza katika mlango huu, kiasi ambacho watu wamekuwa wanafahamu na kuelewa kwamba kila atakayeonekana kwamba anafanya mambo yenye kwenda kinyume na kawaida, maadamu anaonekana kwamba ana muonekano wa dini, basi hayo yatakuwa ni makarama. Ufahamu mbovu kabisa. Sasa nukta yenyewe ni kwamba ni kigezo gani tunachotakiwa kukiangalia kwa mtu ambaye atakayeonekana kwamba anafanya mambo yenye kwenda kinyume na kawaida? Kigezo gani tukitizame au tukizingatie ili tuseme kwamba kweli alichokifanya ni karama? Hii ndiyo nukta ambayo kwamba tunamaliza nayo, kwa sababu uwezekano wa kutokea na kufanyika kwa mambo yenye kwenda kinyume na kawaida ambayo dhahiri yake huonekana kama miujiza au makarama, uwezekano huo upo kwa wacha Mungu na wasiokuwa wacha Mungu. Wanaweza wakayafanya mambo ambayo kwamba yanaonekana yako kinyume na kawaida, wacha Mungu na wasiokuwa wacha Mungu, bali watu waovu kabisa kama vile wachawi na walio mfano wa hao. Sawa? Kwa hiyo kama kuna uwezekano wa kufanyika kwa mambo hayo kwa wacha Mungu na wasiokuwa wacha Mungu, inakuwa ni muhimu sana na ni wajibu kwetu kufahamu kwamba ni kigezo gani cha msingi tukiangalie kwa mtu atakayeonekana kwamba anafanya mambo yenye kwenda kinyume na kawaida, ili tuseme kwamba ni karama. Tusipolijua hili, basi italazimika tuseme kwamba kila kitakachoonekana kinafanyika, maadamu kina sura kuwa ni muujiza, basi itakuwa ni muujiza, kitu ambacho si sawa sawa. Na hivi ndivyo walivyopotea na hivi ndivyo walivyoelewa masufi, na wakawapoteza watu wengi katika jambo hili. Je, uwezekano wa kufanyika kwa mambo, tena mambo makubwa kabisa yanayoonekana kwamba yapo kinyume na kawaida kwa watu wasiokuwa wacha Mungu na wachawi haupo? Jawabu, uwezekano huo upo kabisa. Tumeelewana? Al-Imam Sanaani rahimahullahu ta'ala, mnamfahamu Imam Sanaani, bwana Saidi, mnamfahamu al-Imam Sanaani rahimahullah, na mnamkubali mwanachuoni huyu, mwanachuoni aliyeandika kitabu Subulus Salam ambao ni sharhi ya Bulughul Maram. Mnamfahamu mwanachuoni huyu na mnamkubali. Labda leo uzungumze kwamba hamumkubali mwanachuoni huyu, sawa? Ana risala nzuri sana, na kuhusia wewe bwana Saidi kadhalika na tulabul ilmi kuisoma hii risala ya al-Imam Sanaani rahimahullah inayoitwa Tathhirul I'tiqad an Adrani Shirki wal Ilhad. Risala nzuri kabisa, qayyima, ina faida nyingi sana ndani yake. Anatuonesha Imamu Sanaani rahimahullahu ta'ala namna
ambavyo kuna uwezekano hata kwa wasiokuwa wacha Mungu, wachawi na walio mfano wake, kufanya mambo makubwa ambayo kwamba dhahiri yake huonekana kama miujiza. Uwezekano huu upo hata kwa watu waovu. Bali Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam sinatuelezea kuhusu Masihi Dajjal, namna atakavyokuja atakuwa na mambo makubwa ambayo dhahiri yake huonekana kama miujiza. Kama dhahiri ya kuonesha kwamba atawafufua watu waliokufa, tumeelewana, na mengineyo ambayo ameyataja Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa ukirejea katika hii risala ya al-Imamu Sanaani rahimahullah katika ukurasa wa 500 afwan, risala hii na ipo kwenye kitabu kikubwa ambacho kimekusanya mutuni nyingi, nayo ikiwa ndani yake. Kwa hiyo almuhim, ukirejea katika hii risala kwa mujibu wa kitabu hiki tulichokuwa nacho, kitabu kilichokusanya matni 107, Aljamiu fi mutuni al-aqidati wat-tauhid. Hiki kitabu ndio kimekusanya mutuni 107 za tauhidi, na ndani yake iko hiyo risala ya Imamu Sanaani. Kwa mujibu wa mpangilio wa kitabu hiki unakwenda kwenye ukurasa wa 185. Sikiliza vizuri, sikiliza kwa makini kabisa. Al-Imamu Sanaani rahimahullahu ta'ala anasema, fa innahu qad dhakara Ibn Batuta wa ghayruhu annahu shahada fi biladi al-Hindi qauman tuqadu lahum an-naru al-'azima fayalbasuna ath-thiyaba ar-raqiqata wa yakhuduna fi tilka an-nari wa yakhrujuna wa thiyabuhum ka'annaha lam yamassaha shay'un. Anasema kwa hakika mambo yalivyo, ametaja Ibn Batuta na wengineo wasiokuwa Ibn Batuta kwamba hakika yeye alishuhudia katika miji ya India watu ambao tuqadu lahumun naru al-azima, walikuwa wanakokewa, wanawashiwa moto mkubwa, unawashwa moto kweli kweli, unawaka namna hii. Fayalbasuna thiyaba raqiqa, na wale watu wanavaa nguo nyepesi kabisa, viguo vyepesi. Wayakhuduna fi tilka nar, na wanakwenda wanaingia ndani ya ule moto. Wayakhrujuna, na wanatoka ndani ya moto ule. Wa thiyabuhum kaannaha lam yamassaha shay'un, hali ya kuwa nguo zao kana kwamba hazijaguswa na chochote, wako vile vile walivyoingia, waingia na wanatoka kwenye moto ule. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo kwamba ni khariqul lil'ada, ni mambo yenye kwenda kinyume na kawaida. Tumeelewana? Kama vile Nabiyullah Ibrahim alayhi salam alivyotupwa ndani ya moto. Tumeelewana? Na Allah subhanahu wa ta'ala akamnusuru, akatoka ndani ya moto ule hali ya kuwa hajaungua. Kwa ni jambo limeonekana kwamba jambo hili amelifanya Nabii Ibrahim, nabii wa Allah tabaraka wa taala, na watu wengine wameshuhudiwa wanafanya jambo kama hili. Tumeelewana? Anasema pia Imamu Sanaani rahimahullah, bal dhakara annahu raa insanan inda ba'd muluki al-Hindi ata biwaladaini ma'ahu thumma qatta'ahuma udwan thumma rama bikulli udwin ila jihatin farqan hatta lam yara ahadun shay'an min tilka al-a'dha thumma saha wa baka falam yash'ur al-hadiruna illa وقد نزل كل عضو على انفراده وانضم إلى الآخر حتى قام كل واحد منها ومنهما على عادته حيا سويا. anasema na kwa hakika ametaja kwamba yeye, yani Ibn Batuta,
alishuhudia, alimuona mtu mmoja miongoni mwa baadhi ya wafalme wa miji ya India huko. Huyo mtu, huyo mfalme huyo aliwaleta watoto wake wawili, watoto wake, akakaa pamoja nao. Thumma qatta'ahuma udwan, kisha akawakata wale watoto vipande, akachukua panga akawakata. Thumma rama bikulli udwin ila jihatin farqa, kisha akakitupa kila kiungo kimoja upande huu, sawa, na kiungo chingine akatupa upande mwingine. Hatta lam yara ahadun shay'an min tilka al-a'dha, mpaka vikawa vile viungo vimepotea, hakuna yeyote aliyeviona vile viungo viko wapi. Thumma saha wa baka, kisha akapiga makelele yule mfalme na akalia, yani anawaonesha watu vimbwanga vyake. Tumeelewana? Ikawaje? Anasema falam yash'ur alhadiruna, tahamaki hawakujua wale watu waliohudhuria pale, illa waqad nazala kullu udwin ala infiradihi, isipokuwa wanashangaa, wanaona kila kiungo kimeshuka chenyewe, yani kila kiungo kimoja kimekuja. Wandhamma ila al-akhar, na kikajiunga na kiungo chengine, mpaka ikafikia kikasimama kila kiungo kimoja na kikaenda pale mahali pake. Na tahamaki wale watoto wakarejea wakiwa hai sawa sawa kama walivyokuwa mwanzo. Tumeelewana? Anasema dhakara hadha fi rihlatihi, ameyataja haya Ibn Battuta katika kitabu chake, katika rihla yake. Wa hiya rihlatun basitatun wa qad ikhtusirat, akaendelea mpaka mwisho wa maelezo yake. Almuhim, hapa tunaonesha kwamba uwezekano wa kufanyika mambo makubwa yanayoonekana kwamba yanakwenda kinyume na kawaida, yakaonekana kama miujiza kwa watu waovu, pia uwezekano huo upo, yanaweza yakafanyika mambo hayo, kama anavyoeleza al-Imamu As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Bali akasema Imamu San'ani, wa fil aghani li Abi al-Faraj al-Asfahani bisanadihi, na katika kitabu al-Aghani cha Imamu Abu al-Faraj al-Asfahani kwa sanadi yake ametaja anna sahiran kana inda al-Walid ibn Uqbata, kwamba mchawi alikuweko kwa al-Walid ibn Uqba, alikutana na al-Walid ibn Uqba. Faja'ala yadkhulu fi jawfi bakaratin wa yakhruju, yule mchawi akawa anaingia ndani ya tumbo la ng'ombe na anatoka. Sawa, yani watu wanaona kabisa anaingia ndani ya tumbo la ng'ombe na anatoka. Faraahu Jundub radhiyallahu anhu, basi Jundub akamuona yule. Fadhahaba ila baitihi, akaenda kwenye nyumba yake yule mtu. Fashtamala, afwan, yani huyu Jundub akaenda nyumbani kwake. Fadhahaba ila baitihi, akaenda nyumbani kwake, yani Jundub. Fashtamala ala sayfihi, akachukua panga lake. Falamma dakhala as-sahiru fil baqara, pindi alipoingia yule mchawi ndani ya tumbo la ng'ombe. Qala Jundub akasema, afata'atuna as-sihra wa antum tubsirun, mnaleta uchawi hali ya kuwa mnaona. Akisoma aya, thumma daraba wasata al-baqara, kisha akapiga panga lake katikati ya yule ng'ombe. Faqata'aha, akamkata vipande viwili. Wa qata'a as-sahira ma'aha, na akamkata yule mchawi pamoja na yule ng'ombe. Fandha'ara an-nasu. Sawa. Almuhim, yote haya ni mambo yanaonekana ni jambo liko kinyume na nini? Jambo liko kinyume na kawaida. Mtu kuingia ndani ya tumbo la ng'ombe ni mambo yanayowezekana, lakini kimasengaumbwe, sasa je, ni makarama pia haya nayo? Kwa hiyo ndio maana ikawa ni muhimu sana kuufahamu kwamba ni kigezo gani
tutakiwa tukiangalie kwa mtu ambaye kwamba yatakayoonekana kwake mambo yenye kwenda kinyume na kawaida, ili tuseme kwamba ni karama. Tumeelewana? Sasa kigezo cha msingi kabisa ili tuseme kwamba mtu amefanya karama ni mtu ambaye ni mcha Mungu. Tena mcha Mungu mwenyewe si mcha Mungu kwa kudai, mcha Mungu kimaneno na kivitendo. Yani mcha Mungu mwenyewe ni yule ambaye yattabi'u alkitaba was sunnah. Sawa, mcha Mungu ambaye anafuata kitabu cha Allah na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana? Ala tariqati salaf, akawa ni mwenye kupita katika njia na mapito na ufahamu wa as-salaf, ufahamu wa wema waliopita, ufahamu wa masahaba. Huyo ndiyo mcha Mungu ambaye yatakapoonekana mambo ya kwenda kinyume na kawaida kwake, yakawa tena si yenye kupingana na sheria, hapo ndipo huambiwa kwamba kweli alichokifanya ni karama. Tuzingatie nukta hii ya msingi. Yani mtu anatakiwa awe ni sahibu alkitabi was sunna ala tariqati salaf, awe ni mtu mwenye kufuata kitabu na sunna kwa ufahamu na mapito ya wema waliopita. Kuanzia kwenye itikadi yake awe na itikadi ya sawa sawa, itikadi ya Qur'an na sunna kwa mujibu wa ufahamu wa wema waliotangulia. Asiwe na itikadi zenye kwenda kinyume na itikadi ya Qur'an na sunna. Tumeelewana? Mtu huyo sasa ndipo huambiwa kwamba ana makarama, ikiwa yataonekana kwake makarama hayo, yani mambo hayo yenye kwenda kinyume na kawaida, akawa si yenye kwenda kinyume na nini, na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana anatakiwa asiwe ni mtu ambaye ni mzushi, asiwe ni mubtadi', asiwe ni mtu ambaye ni mzushi kuanzia kwenye itikadi, hasa kwenye itikadi. Ana itikadi mbovu za kizushi, bali ana itikadi za kishirikina. Akiwa ni mtu ambaye ni mzushi, ana itikadi mbovu za kishirikina, basi huyo mtu haambiwi kwamba ana makarama, hata kama yataonekana kwake kwamba kama makarama fulani au kama miujiza, lakini haitokubaliwa, bali ataambiwa kwamba hizo ni hali za kishetani zimemtokea. Narudia, akiwa ni mtu mzushi mubtadi' ambaye ana itikadi za kizushi, tena itikadi za kishirikina, basi hawezi kuwa na makarama, hata kama yataonekana kwake hayatoambiwa kwa ni makarama wala hayatokubaliwa. Na miongoni mwa hao ambao kwamba ni wazushi wenye itikadi chafu za kishirikina ni masufi. Tena masufi tunawajua, masufi wa zama za leo, nyinyi kina Saidi, akina Albidh na hao waliotajwa, hawa ni masufi wenye itikadi mbovu. Kwa ajili hiyo, yanapoonekana kwao mambo yanayoonekana eti kama miujiza, hayo hayakubaliwi. Wazushi, watu ahlul ahwa'i wal bid'ah, hawana makarama, na yatakapoonekana kwao mambo yenye kwenda kinyume na kawaida, hayo hayaambiwi ni makarama, yanapingwa, bali huambiwa kwamba hayo ni mambo ya kishetani, kama yaliyowatokea ambao tumewataja kwenye kitabu cha Imamu Sanaani rahimahullahu ta'ala. Tumeelewana? Kwa ajili hiyo sasa tunasema kile kilichodaiwa na Albidh kwamba eti sijui alikuwa shekhe fulani wa kitwarika, tunasema kwamba hiyo sio karama, hata kama kweli ingekuwa imethibiti kwamba katenda, hiyo sio karama, haikubaliki wala sio karama, bali tunasema kwamba ni kama kweli ingekuwa imetokea, tunasema hiyo ni halun shaytania, hiyo ni hali ya kishetani iliyomtokea, wala sio karama. Kwa sababu gani? Kwa sababu masufi, watu wa tariqa, hawa ni watu wazushi, na ukichunguza itikadi zao ni itikadi mbovu, wana itikadi za kishirikina za kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeelewana?
Kwani si hawa masufi watu wa tarika ambao siku zote wanatetea suala la kwenda kuombwa wafu kwenye makaburi yao? Sio wao, ni wao wanaotetea, wanasema kwamba yafaa mtu akaenda kwenye kaburi eti kwa sababu ni kaburi laambiwa ni la walii au la sharifu au la sahaba, mtu aende pale amuombe, amuite yule kwa jina lake, ya Badawi, ewe Badawi, tuna shida sisi, tunakuomba kadha kadha kadha. Wanaombwa watu waliokufa. Si masufi wenye kuyatetea haya? Bila shaka masufi ndio wenye kuyatetea haya mambo haya, na wanapiga makelele siku zote kuyatetea, hali ya kuwa ni ushirikina. Bali wakatetea suala la kujenga majengo makubwa kwenye makaburi, wakayatetea mambo haya kwamba yafaa bwana, bila aibu kabisa wallahi, hali ya kuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametoa amri, amemwamrisha Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah kwamba asiache qabran mushrifan, kaburi ambalo kwamba limejitokeza juu likazidi ile shubiri moja, isipokuwa alisawazishe. Maimamu wanatueleza, akina Imamu Shafi'i kwenye kitabu al-Imamu Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah kwenye Az-Zawajir kwamba ni lazima hata misikiti iliyojengwa juu ya makaburi ibomolewe kwa sababu imeasisiwa juu ya kumuasi Allah na Mtume. Kwa sababu Mtume, kaburi likizidishwa kidogo tu zaidi ya shubiri moja, Mtume ametoa amri kwamba lisawazishwe. Vipi uje kujengwa msikiti juu ya kaburi? Jengo kitu gani kimezidi? Ni kidogo kilichozidi? Kwa hiyo misikiti ilikuwa ikibomolewa toka zama za maimamu iliyojengwa juu ya makaburi. Anasema hayo Imam Shafi'i rahimahullah, bali majengo makubwa yabomolewe. Lakini masufi wanakuja, watu wa tariqa wanasema hapana, yajengwe, na wanatetea. Kwa hiyo hawa ni wazushi wenye itikadi za kishirikina, hawezi kuwa na makarama, na hata kama yatakuwa yametokea kwa kulazimisha, hayaambiwi kwamba ni makarama, bali hizo ni hali za kishetani zimewatokea. Tumeelewana? Al-Imam Sana'ani rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake hiki Tathhirul I'tiqad an Adran ash-Shirk wal Ilhad rahimahullahu ta'ala anasemaje? Anasema rahimahullah, wakadhalika tasmiyatul qabri mashhadan ومن يعتقدون فيه وليا لا يخرجه عن اسم الصنم والوثن إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام. Na vile vile masufi hawa kuita kwao makaburi ya mawali wao kama wanavyodai kwamba eti ni mashhad, mahali pa kwenda kushuhudiwa na kutembelewa na kuitakidi, na wanaitakidi kwamba ndani yake kuna walii, hilo haliwezi kuitoa hicho kuwa ni sanamu au ni mzimu, kwa sababu wao masufi wanaamiliana na hayo makaburi kama walivyokuwa washirikina wakiamiliana na masanamu yao. Wayatufuna bihim tawaf alhujjaj bibaiti llahi alharam, na wanayazunguka makaburi ya masharifu wao na mawali wao kama vile mahujaji wanavyozunguka alkaaba, naudhu billah. Wayastalimunahum istilamahum liarkani albayt, na wanayagusa yale makaburi ya masharifu wao na mawali wao kama vile ambavyo mahujaji wanavyoigusa alkaaba, zile nguzo za alkaaba. Wayukhatibuna almayit, na wanawasemesha wale maiti. Wayukhatibuna almayit, na wanawasemesha wale maiti bilkalimati alkufriya, kwa maneno ya kikafiri. Sawa? Maneno gani? Min qawlihim ala Allahi wa alayk, kama kusema kwao namtegemea Allah na wewe wali wangu kwenye kaburi. Wayahatifuna bi asma'ihim inda shadaid, na wanayaita majina yao wakati wa shida kubwa. Wanaoia na mfano wa hayo, yani watu badala ya kwenda kumuomba Allah kama mvua imenyesha,
au hainyeshi na mengineyo, wao kwanza hukimbilia kwenye makaburi kule. Allahul musta'an. Anasema rahimahullah, wa kullu qaumin lahum rajulun yunadunahu, na watu wote, kila watu walikuwa na mtu walikuwa namwita. Fa ahlul iraqi wal hindi yad'una Abdul Qadir al-Jailani, watu wa Iraqi na watu wa India walikuwa wanamwita na Abdul Qadir al-Jailani, ya Jailani, ya Jailani, madad ya Jailani, tuomba msaada ewe Jailani. Wa ahlu at-tahaim lahum fi kulli baladin mayitun yahtifuna bismihi, na watu wa Tehama vile vile katika kila mji walikuwa na maiti ambaye wanakwenda kumwita jina lake wakati wa shida. Yaquluna, wanasema, ya Zailai, ya ibn al-Ujail, ewe Zailai, ewe mwana wa Ujail. Wa ahlu Makkah wa ahlu Taif, na watu wa Makkah na Taif walikuwa wanakwenda kwenye kaburi la Ibn Abbas, wanasema, ya ibn al-Abbas, al-yawma ala Allah wa alayka ya ibn al-Abbas, leo tamtegemea Allah na wewe ewe ibn al-Abbas. Wa ahlu Misra, na watu wa Misri, ya Rifai, ya Badawi, wanamwita Rifai, ewe Rifai, ewe Badawi, tuna shida sisi. Tumeelewana? Imam Sanaani anasema, wa fi kulli qaryatin amwatun yahtifuna bihim, na kila kijiji walikuwa na maiti wanakwenda kuwaita na kuwaomba. Wa yunadunahum, na wanawaita. Wa yarji'unahum lijalbi alkhairi wa daf'i ad-durr, na wanakwenda kuwarejea wao kwa ajili ya kutaka kheri na kutaka kuondoshewa madhara. Wa hadha huwa bi'ainihi fi'lu al-mushrikina fil asnam, na hili wanalolifanya masufi lenyewe hasa ndicho walichokuwa wakikifanya wale washirikina kwenye masanamu yao. Si ndio nyinyi masufi mnatetea haya bwana kila siku? Sasa masufi, watu wa tarika, hakuna karama kwao, hakuna karama. Kwa kinachodaiwa kwamba eti shekhe wako sio alifanya, ni uongo. Ima ni uongo au kama imethibiti kweli, basi si karama, ni halun shaytaniya, hali ya kishetani iliyomtokea. Tumeelewana? Al-Imam Sanaani rahimahullahu ta'ala anabainisha pia hivyo kwa watu wa tarika, watu wa bid'a wana makarama, bali kwanza hao watu wa tarika si ndio nyinyi ambao mnaichezea dini ya Allah tabaraka wa taala, mpaka jina la Allah mwalichezea. Allah mara mnasema hu mara hii, yani kwamba ni jina la Allah mwalichezea na kuliharibu jina la Allah subhanahu wa ta'ala, mwamfanya Allah tabaraka wa ta'ala kama subhanallah. Imamu Sanaani rahimahullahu ta'ala anasema, qultu amma almutasammawna bilmajadhibi alladhina yalukuna lafdha aljalalati biafwahihim wa yaqulunaha bialsinatihim wa yukhrijunaha an lafdhiha alarabi fahum min ajnadi iblis al-la'in. Ama wale wenye kuitwa almajadhib, majadhib hii ni majina ambayo kwamba yanafahamika mbele ya masufi. Almajdhub, mtu ambaye kama anavyoeleza imamu, wanavyoeleza kwenye kamus al-Mujam al-Wasit, anasema almajdhub fi istilahi sufiyya man jadhabahu al-haqq ila hadratihi wa awlahu ma sha'a min al-mawahibi bila kulfatin wala mujahada wala riyadha. Mambo ya masufi haya, mtu aliyekolewa na dhikiri kwamba Allah mpaka akamvuta kwenye hadhara yake. Masufi nyinyi wenye kukohoa. Kwa anasema, ama wenye kuitwa majadhib, masufi hawa ambao wanalizungusha neno Allah katika midomo yao na wakalisema kwa ndimi zao, wakalitoa kwenye tamko lake la Kiarabu, hao ni katika majeshi ya Ibilisi aliyelaaniwa. Si maneno yangu, Imamu Sanaani anasema hivi, wa min a'zami humuri alkauni alladhina albasatuhum shayatin hulal at-talbisi wat-tazyin. Tumeelewana? Anakusudia kitendo chenu nyinyi masufi, mnaposema mara mnasema Allah Allah Allah, ikitoka hapo itakuwa hu mara hii mara ha. Subhanallah,
ايش هذا؟ انا wakusudia nyinyi hapa. Bali Imam Sanani yasema fa inna itlaqa lafdhi aljalalati munfaridan an ikhbarin anha biqawlihim Allah Allah laysa bikalamin wala tauhid. Ikiwa tu kuliachilia neno lafdhul jalala Allah lenyewe kama lenyewe, pasina kutoa maelezo yenye kunyooka katika ibara, kusema tu Allah Allah Allah, hayo si maneno wala sio tauhid. Wa inma huwa talaubun bihadha lafdhi sharif, hakika huku ni kulichezea tamko hili tukufu la Allah. Wa ikhrajihi an lafdhihi al-arabi. Sawa, anaeleza kwanza kule kusema Allah 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 basi kutaja jina tu ni jambo ambalo kwamba si katika sunna, ni bid'a. Akasema lau anna rajulan adhiman salihan yusamma bizaid, tutoe mfano, lau kama mtu mtukufu mwema anaitwa Zaid, wasara jama'atun yaquluna, na kikaja kikundi cha watu sasa kikawa kinasema Zaidun 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 Zaid, la'adda dhalika istihzaan, bila shaka mtu huyo angehesabu kwamba huko ni istihza, ni kucheza shere huko, wa ihanatan wa sukhriya, na ingekuwa ni maskhara hayo. Yani kwa mfano wewe bwana Saidi, wewe umelala zako chumbani, sio anakuja mtu Said 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 Said, wewe waitika Said, unaitika sasa. Hautasema kwamba huu ni ukisha, lazima ushangae, wana niita mbona hasemi, ataka nini? Yani kufanya hivi tu kumtaja Allah kwa jina la mufrad Allah 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 Allah, hii ni bid'a. Sembuse kulitoa jina hili la Allah kwenye tamko lake la Kiarabu, mara mkaanza kulizungusha kwenye ndimi zenu, mara hu he hi. Subhanallah, ittaqullah, muogopeni Allah nyinyi masufi. Kwa nyinyi si watu wa sunna, hamna makarama nyinyi, na yakitokea kwenu mambo ya kwenda kinyume na kawaida, sio makarama hayo, hayakubaliki. Na ndio maana As-Sanani akasema fala yaghtarra man yushahidu ma ya'dhumu fi 'ainayhi min ahwali al-majadhib min al-umuri allati yaraha 'indahu khawariq, wala asidanganyike mtu kwa yale atakayoyaona ambayo yanaonekana ni makubwa katika macho yake, katika hali za hao masufi al-majadhib, miongoni mwa mambo ambayo atayaona kwa wao kwamba ni mambo ya kimiujiza, asidanganyike wala asikubali kwamba ni muujiza. Hiyo haifai kuyakubali hayo, bali al-Imam Shafi'i rahimahullah ndiye aliitupa kanuni hii. Rejea kwenye kitabu Manaqibu Shafi'i ya Imam al-Baihaqi kwa chapa hii ya Darul Ma'rifa, juzu moja katika ukurasa wa 275. Imam al-Baihaqi ameweka mlango, anasema babu ma jaa an ash-Shafi'i rahimahullah fi mujanabati ahli al-ahwa wa bughdhihi iyahum. Sawa, mlango uliokuja kutoka kwa Imam Shafi'i kuhusu Imam Shafi'i katika kujiweka mbali na watu wa ahwa, watu wa bid'ah, na kuwachukia kwake watu wa bid'ah. Imam Shafi'i kwamba alikuwa anajiweka mbali na kuwachukia watu wa bid'ah. Tumeelewana? Kama nyinyi, lau kama wewe ungelikuwepo Saidi kipindi cha Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, na hicho kinanda chako hicho wapiga kinanda, mambo ya subhanallah, sijui angalisemaje Imam Shafi'i. Maana alisema Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, lau kama mtu atakuwa sufi asubuhi haifikia dhuhuri isipokuwa atakuwa mpumbavu, kwa sababu ya mambo ya kijinga alikuwa akifanywa, moja katika hayo kuimba na kucheza. Sasa lau kama ungalikuweko wewe na kinanda chako, sijui angesemaje Imam Shafi'i rahimahullah. Sasa Imam Shafi'i kama anavyotaja Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, anasema wa akhbarana Muhammad ibn Abdullah al-Hafiz qala hadathana Abu al-Walid
الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قلت لمحمد بن إدريس الشافعي. يونس بن عبد الأعلى أنا سيما nilisema kumwambia Imam Shafi'i. قال صاحبنا الليث ابن سعد, amesema sahibu wetu Layth ibn Sa'd, law ra'aytu sahiba hawa yamshi ala alma ma qabiltuhu, lau kama ningemuona mtu wa bid'a, sahibul hawa, mtu wa bid'a anatembea juu ya maji, aonekana na kilemba, aonekana kama mtu wa dini, atembea juu ya maji, ma qabiltuhu, nisingemkubali wala nisingekubali kama ni karama hiyo. Faqala ash-Shafi'i, akasema Imamu Shafi'i, ama innahu qassara, ama hakika yeye Layth amepunguza kidogo. Mimi Shafi'i, law ra'aytuhu yamshi fil hawa, lau ngalimuona mtu wa bid'a anatembea hewani, angani, sawa, lau ngamuona anatembea hewani, atembea angani, ma qabiltuhu, nisingemkubali wala nisingekubali kwamba ni karama hiyo. Kumbe sasa, kwa mujibu wa maelekezo ya Imamu Shafi'i rahimahullah, atuonesha wazi kwamba ili mtu aambiwe kwamba kitendo chake kilichokwenda kinyume na kawaida kuwa ni karama, anatakiwa awe ni sahibu sunna, awe ni mtu wa sunna. Kwa kifupi, awe ni salafiyun, awe ni salafi, ndio huambiwa kwamba jambo lake lililokwenda kinyume na kawaida, hilo litakuwa ni nini? Litakuwa ni karama. Na maimamu wote waliotokewa na karamat walikuwa ni salafiyun, walikuwa ni masalafi i'tiqadan, itikadi zao. Kwa hiyo tunamalizia kwa kusema kwamba shekhe wenu huyo alioambiwa kwamba eti sijui alifanya kadha, alikwenda kwenye kaburi tena akaamrisha yeye, bwana mbona hujaslimu, uongo, si kweli, ni uongo huu. Na kama mkweli basi si karama hiyo ni hali ya kishetani. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.